injili miaka mingi wapo. Amina. Amen. Moja niangalie kazuri. Hebu sema amen. Sema amen. Bwana acha zetu hapa. Nitakuwa nachambua mwenyewe. Takuelewa. Sema amen. Yule mzee nilizungumza jana naye nimemwona mzee Tuwasa afika hapa baada ya mkoa. Mzee Tuwasa afika hapa mzee. Mimi nimesoma katekisimu miezi 6. Nimetoka mwezi wa pili kwenye soko la Kasusula. Nilipiga magoti, watu walinishangaa. Kijana mzuri. Miaka 20. Sasa nina 92 ndani ya Yesu. Mungu awabariki. Amen. Serikali ya Tanzania imetupa kibali kabisa. Sasa siku tano tumepewa na OCD ya wilaya kwa polisi ametupa kibali tumtangaze Yesu. Kumbe serikali yetu iko vizuri na tupenda. Hebu achapee makofi kabisa. Hata mkuu wa wilaya wetu yuko vizuri, huyu mkuu yuko vizuri. Siku moja aliniambia mchungaji wangu hubiri wilaya yote. Tupigie Yesu makofi mazuri kwa wilaya. Yuko vizuri sana. Haleluya, haleluya. Sasa leo tutaenda kuongelea, Mungu amenipa ujumbe ambao usikilize vizuri.
tutaanzia hapo, tutaangalia dalili za mwisho ya dunia zikoje. Ziko kama dalili 8. Tukizimaliza tutaomba ili Mungu atutie nguvu atakaporudi wote twende. Tutataja dalili 9 ili usijue kwamba sasa tuko mwisho. Kama unasali usali sana, usiendelee. Piga makofi kwa Yesu Kristo hai. Hapo msemaji mseme kitabu cha Ufunuo sura ya 10 mstari wa 6 mstari wa 7 nasema Biblia inasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele ahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema na sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Sujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka mji ule ulio mkubwa, maana ndiye uliowanywesha mataifa yote vinywa ya ghadhabu ya uasherati wake. Na mwingine malaika wa tatu akamfuata akisema, mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama sanamu yake na kumpokea chapa katika kipaji chake na huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu uliotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Haya atateswa mara moja na kuberiki mbele ya malaika watakatifu na mbele za Mwana-Kondoo. 11 na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudiao huyo mnyama na sanamu yake lakini walipokea chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira na hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Amen. Biblia inasema habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuwa. Haleluya. Nenda Petro wa pili mstari wa 3:12. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 12. Biblia inasema mkizitazama ile siku ile ya Mungu, mkitazamia hata ile siku ile ya Mungu na kuihimiza ambayo katika hiyo mbingu zitafunuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Haleluya. Ongeza Timotheo wa pili mstari wa 3, sura ya pili sura ya 3 mstari wa 1 na 5. Twende tena. Biblia inasema lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho utakuwako nyakati za hatari, maana watu
shukrani, wasio na shukrani, wasio safi, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasiopenda kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua, lakini wapigana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Nenda Mathayo 24:32. Tunapotoa mchezo fungu la siku za mwisho neno la mambo kama hayo. Biblia inasema mfano lolote likiisha kuchipuka na kuchanua majani, ataamua kuwa wakati wa mavuno karibu. Mathayo 24:32 ndio nasema hapo. Nasema 33. Hali kadhalika mwonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata haya yote atakapotimia. Haleluya. Baba uliye mbinguni, watu wanaosikia Baba, nikapenye kwenye mioyo yao, wakajengwa na kuimarishwa kupitia jina lipitalo majina yote, na Yesu Kristo hai. Baba, kawatie moyo wa kusikiza neno. Shetani na maongozo zake, navunja mipango ya shetani na mikakati yake.
inasema kwamba imewekwa siku ya mwisho ya kuhukumu ulimwengu huu. Niambie watu Biharamulo, Mungu alipokuwa mhubiri, watu wengi walipokaa wakasema huyu mzee hana akili, amekosa kazi. Akahubiri miaka 120, hakuna mtu aliyeingia kwenye satima. Wakasema wanaoa na maisha yao mazuri, wakakataa Injili wakaendana maisha yao. Hatimaye cha kuwakuta kiliwakuta. Watu wamekuwa na tabia kudharau neno la Mungu, wanajitupa biza kujua kama wamejiunda. Tunakuja watumishi wakati kuokoka wanakataa, lakini wewe uliyefika chukua maamuzi haraka sana. Piga Yesu makofi mazuri kwa moyo. Haleluya, haleluya. Dalili ya kwanza itakayotokea, Yesu alisema kutatokea mwamko mkubwa wa kidini, kutatokea mwamko mkubwa wa Injili, atatokea malaika anayehubiri Injili. Asante Baba. Dalili ya kwanza kwamba mwisho umekaribia ni Injili. Kutakuwa na mwamko wa Injili, makanisa yataongezeka, watu watahubiri kila kona. Utakapoona Injili inapigwa tu usiku na mchana, ujue kwamba Yesu ni ishara hiyo ya kwanza. Kutatokea mwamko mkubwa wa Injili, watu watahubiri Injili. Ukienda Mwanza unashangaa kuna mtu anaingia kwenye basi anaanza kuhubiri, watu wakiwa wanasafiri kwenye gari. Hiyo yote ni dalili hizo. Utakuta Injili makanisa yanaongezeka hadi kwenye ubalozi kuna kanisa. Ukienda makanisa za jamii kuna makanisa karibia 70. Kila eneo makanisa yamefika, hata eneo makofi na kanisa limefika. Hii ni kwamba nikuonyesha kwamba ni yale Yesu aliyojiuliza kwamba siku za mwisho Injili itapanuka, makanisa yataongezeka, makanisa yataongezeka. Na hii wenyewe mnaona, tambua kwamba unapoona Injili inapigwa kila kona, ni dalili ya kwanza kuonyesha Yesu yuko karibu. Piga Yesu makofi mazuri sana, piga Yesu makofi mazuri sana. Dalili ya pili, kutatokea kuhubiriwa kwa Injili ulimwenguni kote. Wanasema sasa hivi zimebaki nchi karibia 6 tu duniani ambazo bado hazijapata Injili. Hata bila nchi ya Korofi waliopelekea Biblia kwa njia ya mikate, wanapita juu na ndege, wanashusha mikate. Bila nchi Korofi ambazo zilimkataa Yesu, ilifika hatua watu wakajitia muhanga, wakaingia zile nchi kubwa, wakawa wanadonasha mikate kwa wananchi. Wananchi wakichukua ule mkate kiivunja, anakuta kuna agano jipya ndani ya mkate, na wale wakawa wanashangaa. Na mekea mkate kuta kuna Biblia, anakuwa anasema Biblia kwa siri. Zile nchi zilikuwa msimama mkali wa kukataa Yesu, lakini leo wanavyoongea makanisa yameshaingia, watu wameshaokoka. Piga makofi kwa Yesu Kristo, piga makofi kwa Yesu Kristo. Hiyo ni dalili ya pili kwamba Injili itahubiriwa kila taifa, kila nchi, kila bara,
msimu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kanisa wanaimba masuruali ili kanisa ni sinagogi, piga Yesu makofi mazuri, piga Yesu makofi mazuri. Hapo yanashuka, hapo yanaporomoka. Wanaanza kutafakari, wanasema anamkemea kila kinajikuna kama chuma ya nyanya. Tengeneza nguo nzuri ya leta. Piga Yesu makofi mazuri, piga Yesu
ongezeko la maovu, ongezeko la maovu, ongezeko la uhalifu ulimwenguni, na kila mahali utatokea maovu, uharibifu utaongezeka. Kwenye ongezeko la maovu, mapinduzi ya ngono, zinaa na uasherati. Kwenye maovu utakutana na mapinduzi. Kwenye ulimwengu wa kawaida na wa kiroho utakutana na mapinduzi ya ngono, zinaa na uasherati, itatokea kwa spidi. Leo hii ngono imeleta madhara makubwa. Ngono maana yake ni kitu kinasema ngono, zinaa, uasherati utaongezeka. Leo sasa hivi ukifuatilia filamu nyingi ni malaya tu zinaeleza vile malaya. Ukiangalia televisheni nyingi, hii vyombo vya habari, kuna vipindi vingi vya kuonyesha uzinzi. Unafungua TV unakuta dada niko halijaona hayo. Unapanda gari unaenda Katoro, pale mbele wameweka kioo, wanaweka kuanzia hapo Bombo hadi Mwanza ni uchuchi, matako tu, wasafiri wanaharibiwa macho. Hivi hakuna kwaya, dereva siweke kwaya, hakuna kwaya, ni Boso, Asilei, Zuchu, kuanzia hapa, mchinda tu. Ili wasafiri wakishuka gari wanasafiri marehemu katika wanaharibu watu kwenye mabasi, wanaharibu watu kwenye TV. Hawa wasanii, shetani ana watumishi wake wanaomsaidia kufanya kazi yake. Mwanza ni wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa jadi, wakina Mdagala, wakina Mchemche, wakina Diamond, wakina Zuchu. Hawa watu sio waimbaji wa Mungu, wale ni watumishi wa shetani. Wana wanacheza uchi watu wanaharibika, sekondari wanaharibika, wanafunzi wanaharibika, wanakuwa wanatusimu ngoma imetoka jana kali. Hiyo ni ngoma. Matokeo yake ushindi sekondari, ushindi shule msingi, ushindi chuo kikuu. Walimu yale manyimbo yanahamasisha uharibifu na uvunjifu wa maadili, ucheza uchi kila mahali. Unasimama hapa kama mwanafunzi unayefanya hivyo, wanafia bidii ya mjinga. Televisheni nyingi duniani zinatangaza huni tu, video nyingi zinaendelea, nyimbo nyingi kama hizo za Wasukuma wa jadi, wanakuja pale wapanaji pale wanakwenda kumoja kuingia, unakuta wanakuja na wasichana wamevaa chupu tu, wanatoa tumoti tight, wanainama chini mbele ya watoto na watu wazima wote wanaita mfuru. Watoto wanaona wanachukua wanataka kuchukua tabia. Usiku kucha wetu wapaa pembeni. Mbona fanyaje mtaka? Mbona anafanya mfuru na yeye kafanya mfuru. Hiyo imeruka hajaruka. Amekuja hajaruka. Wanaona watoto. Leo tunasimama wasanii waokoke. Acha na Bongo Flava. Nyimbo nyingi za kutumia maovu
uliopindukia. Yesu alisema utapokea uovu. Usiache kuingia sehemu za nyuma ya maumbile. Anaingia na mwanamke wako ndio hata kwenye ndoa ile ameshaanza kufanya vitu kama mtu anaficha jamani mwingine nje ya maumbile kama sema kama njia ya Mungu anayosema alifai. Anaingia kinyume sema halichakupa. Maozai. Huyo ndio usiache. Wanaume na wale wamevaa gauni, wamevaa shela Dar es Salaam. Wameweka na ujinga wanaume kabisa. Lakini ameshabadilishwa. Anaitwa shoga. Shoga anaingia. Anatembea maji anaanguka njiani kwa sababu alishamharibu sema hajakupa. Ile balimeni walishavunja tu. Maji yanashuka yenyewe anavaa pampas ili kuzuia sigilie sokoni. Haya ndio maovu na waeza. Unaona ni Mungu kumbe ni shoga. Anapewa hela. Laki moja ya msingi anauza mtu wake. Na wanaofanya hivyo wanalipwa na mashirika makubwa duniani. Anasema hadi watu 100,000 wanaenda kuwapota kwa shamsi. Wanawaingia. Shetani anaenda Afrika. Miaka ijayo, miaka 50 ijayo. Wanaume wengi hawana uwezo kupita familia. Ni mashoga wote. Hasa wanachukua madini na dhahabu. Kama Yesu ajaja na pesa kwanza mapema. Wale ushoga. Wale usiache. Uzinzi umepamba moto. Yesu alisema nikikaribia kuja maovu yataongezeka kwa kiwango cha juu. Leo hapa Biharamulo ikifika Jumamosi watu wanaenda disco kucheza na wasichana. Ninyi wazazi mmelala wako papo pale wanacheza. Wanaweka mwizi kwenye zile kumbi za starehe, hawaweki kazi zinazowaka. Wanaweka zile ile bimai, ile makwaya hafifu. Na wanawake wanaingia bure, wanaume wanaingia kwa hela. Unakuta ukumbi umejaa. Wanawake wanajisondeka mwezi. Mama yeye mtoshe yenye macho kama pilipili. Siketi imetengenezwa top. Siketi inakatwa hivi, sio siketi kama hapa. Hafi inakatwa hivi. Kipaja liko hewani kama mnara wa tini. Ukifika pale ukaweka na mtu huyu. Wali. Usichana maisha kwenye nifuata cha mwanadamu. Hapa mbele na watu wamekutana. Kitu na kitu vimekutana. Na mbiboni kwa wanazi. Walimupa ada ya shule. Wanafikiri kwa shule. Kumbe yuko papa. Wanashika wanatekenya. Unashangaa mtoto amerudi jicho ni kama kinyongo. Ulikuwa wapi form 6? Amemaliza ada amekuja na kaswende na ukimya na sikiliza kuondolewa. Unaanza kuonea kiti moto kuokoa tena. Shetani anaharibu watoto wetu. Lazima tueleze dunia. Lazima wakuja tena sikiliza. Anamkata kabisa, lakini haliziki. Anamke wake na watoto, anachoka. Weke ameshuka mwende mwana utakapata. Mke wako anampenda. Ukilea na mtu mwingine asema tena na karama mnaungana mnakuwa mwili mmoja. Upendo tu cha kwa naye. Wakirudi kutoka hivi walikuwa kunaona familia yote. Mke wako anajitunza anakuwa na mwagizi. Unamletea ukimwi mwenyewe. Unaweka kaswende ndani kwa ukimwi. Hatimaye nakufa na bao na nakufa watoto wakosa ada. Hawana kuohea kwa sababu hakumjua Mungu. Leo nakuletea habari ya Yesu Kristo hai. Hebu
kama wengine maimbaji kabisa, umetoka kwa kitaratibu na kiazimu. Wangu nimesha kamata matatu. Wanaelewa wale mademu wa Swahili ndio mwanzo kwenye maiki, mwanzo kwenye maiki. Anamweka kwenye maiki, utende. No Jesus. Unajitahidi uko vizuri. Akija yule bibi mwendani mwanadamu mpiga kama kijiko. Sogea. Wewe mzee ukae kule kwa nyuma. Na mimi naanza kuimba. Wewe. Wewe kusikia wawili wa boss. Unaelewa shughuli ya mtu. Yanatokea yangu nimejificha majamaa. Kama ninakuja na mawazo ya kichini kwamba niende kwenye mkutano kunatafuta demu. Wewe ni mjinga. Una akili. Wewe ni mpumbavu umeharibiwa. Unakuja kumtafuta Yesu peke yake. Ile Yesu makofi mazuri. Ile Yesu makofi mazuri. Hakuna kwa ajili ya nasa. Hakuna kwa ajili ya uzinzi. Ukipata kutangaza Kristo. Ukipata kwenye mkutano huu. Unajipanga kumpata Yesu. Unaacha tabia zako chafu. Ile Yesu makofi mazuri kama leo. Ile makofi mazuri. Utakuwa maovu mengi. Bali zingine ni mali za kishetani. Kutatokea mali za giza. Wewe ni mchiwa na vibanda vikubwa. Wenyewe hawapendi kusali. Wafuatilie. Neno kwa kibanda chako mwambie naomba msali kwa mtu wa mkono. Uingie kwa kibanda, mwombe waangalie chini mlango wa kibanda chako utakuta fushi. Mbele ya kibanda chako cha duka. Wengine wanakupa mizigo ya duka store. Wakati mtu mmoja anaenda kabili kuonea. Kuna tajiri mmoja alikuwa anaenda sio sabuni. Nilifika kwa ndani store. Kuna nyuki ziko kwenye madumu. Ana magari, ana mali nyingi, lakini za shetani. Watu wanafuga nyoka chumani, zinapenda hela. Wanafuga majini. Ukimwona hivi na gari kali, ana nyumba jini, anakurejesheleza. Ukimwona na kanisani haendi, kama na kuzimu. Bora wewe na hela ndogo za haki. Ije Yesu makofi mazuri. Ije Yesu makofi mazuri. Ije Yesu makofi mazuri. Una hela za kutahari. Utatokea tajiri kishetani. Hawa ndio wanaona watoto wao. Ana gari kubwa, wana gari kubwa ni Chelsea. Wanaweka waganga kila mwezi. Ukiona mtu ana pesa nyingi na hali kanisani, muogope kama mko. Kuna wale pale kwa njia halali, lakini walio wengi pesa za hai. Yeye anasema bora ishi miaka mingi ya furaha itapata mali, hapa ile jehanamu milele milele. Bora niye mshisha na dagaa ile niende mbinguni. Wanafanya ishara kubwa, wanauza maji, wanauza mafuta, wanauza kipi kanisani, wanauza peke ya taifa wakati, wanauza nguvu ya Mungu kwa hela. Mungu alisema tumepata bure bure. Wao wanauza kwa hela. Nguvu ya Mungu anaweka kwenye bombonya, anasema ndio chukua kwa msi. Chukua kwa futa. Biblia inasema ombea mtu bure akipenda toa utaka. Lakini kwa sababu ya tamaa ya tumbo anakuza nguvu ya Mungu kama mafuta 5,000, 10,000, 20, 50. Hivi Mungu mweke kwenye bombonya. Mungu mweke kwenye bombonya. Niseme sasa. Mimi siogopi chochote. Yesu amenipa nitumike. Miaka yangu kisha na jiandaa mbinguni. Lazima niseme ukweli. Uje Yesu makofi mazuri. Anabii wa Mungu. Wewe unachukua vijana kama 20 wanaingiza ndani. Wanafundisha kulema. Fundisha mdomo. Hadi wezi. Anaanza kupindisha. Wezi. Akiweza kuzungusha nyuku. Sema tulia wewe mfuzu kama.
mwingine anapitisha mkono, anapiga hadi kwingine kutana mazoezi na nini. Mimi naambia kwa zezeta, nifanye zezeta, anakuwa zezeta kabisa. Mata ni mwangi, wanatafuta mawiche, wanawapata pale mawiche, wanaweka na mabandaji na wanaweka mkono kutoka zahanati hospitali, ili watu wakao kwenye skrini waseme nipone. Wanaleta pale mbele watu kutoka kama huu wamepangwa, utakapo wewe mkutano useme umetokea mbele, wewe sema umetoka huko, wewe sema wanakuja pale wameelea, akifika hapo wanaleta watu, nasema mtumishi, leo mtaona matendo makuu ya Mungu, Mungu anatembea mtaona. Haya wenye shida wale mafuti, leo majamani ya panga mdomo umeenda kushoto, kinapanda kwenye jukwaa. Wanaishi mkiona mdomo umepiga kweli, huko pembe, kile kinaenda kiko hivi juu ya kumbe ni mchongo. Unashangaa kinapanda mimi anakuja mwanzo kutoka juu. Wakisha jale wapanda vizuri. Anasema umekuwa na mdomo miaka mingapi? Miaka 20. Unamwamini Yesu? Namwamini Yesu. Na wewe umekuwaje? Miaka 40. Leo Yesu atakugusa hapa. Wanazangu hawajua mchongo umefikia wapi. Yaani pokea kwa chumba haurudisha haraka kidogo kidogo. Pokea. Tayari mdomo kabisa. Wanapia uongo, miujiza ya uongo. Wanapiga mchangamazo. Hapa sisi tunahitaji mtu apende kwa nguvu ya Mungu. Kama Mungu hajamponya, mimi siwezi kumponya. Aende hivyo, Mungu akimponya mguse yeye. Ila kudanganya watu hapo ni maombea wakati Mungu anawaponya. Haya mimi hakuna. Na mpaka Mungu mwenyewe ruhusa. Haujapokea siani. Ndiyo Yesu wakati mmoja. Ndiyo wakati Yesu. Ndiyo wakati Yesu. Ndiyo wakati Yesu. Miujiza msikimbie ndio. Unauliza huyu ni mbona tumjui? Unajua leo hapo sokoni na mjua kwamba leo yupo. Fika fine. Huyu hana imani. Hana imani. Kumbe wamewapanga, wapo wanafanya hivi. Wenyewe wanaona maiti. Wanaongea na daktari. Msichana leo kufa leo, hajaoza. Na pia anaenda kulala mapenzi. Akilala naye anapata Mungu fake kwa kuwa na maiti. Na maiti yeye sio maiti. Anakuja pale faya watu nene kumbe na maiti. Anatoa fedha honga. Wanapa mafuta ya ovyo ya kishetani. Wengine baadhi yao na sio wanakamata watoto wadogo kama 20. Wanachimba shimo kama hajajenga kanisa. Wale watupa wale wakamata maeneo mbalimbali wasiojulikana mpaka wanapotea. Anachimba shimo refu. Wanatumbukiza muri. Hapo wanafikia wakiwa wazima. Hapo wanajenga madhabahu juu. Kuna maiti chini ya madhabahu. Wanapigwa simenti. Hapa wanajenga kwa hema. Kuna chini. Kuna roza. Unashia mkono mchungaji wako tena upako. Ule anaopaka walicho. Hawa wanasema haya mchungaji wako. Lazima injili ya kweli isimame na uongo ukimbie. Piga Yesu makofi na vigelegele. Piga Yesu makofi na vigelegele. Piga nasema nitawatambua kwa matendo yao. Kwa nini hizo nguvu ya Mungu? Nilipokuwa naombea watu na kamati nimeenda Dar es Salaam, nimeenda pale sijawahi kuona mtu wewe kuniombea. Lakini kuleta haki yetu msinitasiki. Ya nini? Acha nimepona kwa shukuru Mungu kwa mtaka mimi. Nguvu ya Mungu haiwezi kuipua hela. Biblia inasema tumepata bure tutubu. Wewe usache nguvu ya Mungu. Na nimekupa nafsi mwenyewe hakujia watu. Wewe unapataje nafsi Petro hakujia watu. Yohana hakujia watu nguvu ya Mungu. Filipo hakujia watu. Wewe unaanza nguvu ya Mungu kwa mambo moja. Biblia inasema wasio na msimamo watapotea. Kama Paulo hama kanisa utulivu. Nchi pale kwa
Yesu akija utatengeneza kwenda na maji ya jamaa. Ukifuata kipofu unatukia huko kwenye shimo. Lazima angalie. Piga Yesu makofi mazuri. Haleluya. Wangapi wanasema mchungaji nataka nijengee mbinguni? Mwenye mikono yako. Mwenye wachukua mkono chichi. Mwenye wachukua. Haya mshika mkono wenzako njoo tuende Mungu atusaidie tufike salama.